اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين. لعن الله من قتلك ولعن الله من سمع بذلك فرضي به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Leo usiku wa Lailatul Qadr ya kwanza, usiku pia wa dharba au pigo alilopigwa Amirul Mu'minin alayhi salam, pigo ambalo lilisababisha umma kumpoteza mbora wa umma baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pigo ambalo lilitukatishia neema ya ilmu na hidayah tuliyokuwa tukipata kutoka kwake, hata ingawa baada yake walikuja wanawe Imam Hassan na Hussein wakachukua jukumu hilo, lakini walitukosesha mtu ambaye alikuwa ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alikuwa ni kipenzi wa mtume na kipenzi cha umma. Usiku huu ni wa huzuni, ni wasikitiko kwa kumkosa huyo kipenzi. Katika kuzungumza ili tuweze kujua utukufu wake na umuhimu wake katika Uislamu na nje ya Uislamu, bali katika ulimwengu, kuna mambo mawili ambayo tungezungumzia. Mambo haya mawili yatatuonyesha ya kwamba kwa kweli sisi tulikuwa na mtu mtukufu kweli, na yeye ndio alikuwa anastahiki kuwa ni imamu na khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wa ali. Nukta mbili hizi ambazo tutazizungumzia zitaweza kutufikisha katika utukufu wake na kuweza kujua angalau daraja katika daraja zake za ukamilifu alizofikia. Jambo la kwanza ambalo tutazungumza ni ilmu. Jambo hili ilmu, mwanzo kama vile tulivyosema, aya hiyo ambayo tuliyozungumzia, tuliyoitaja, inasema ya kwamba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Hii aya inatuambia ya kwamba je, wako sawa? Sema ewe mtume ya kwamba je, wako sawa wale wenye kujua na wale wasiojua? Hili swali tunaulizwa sisi watu wenye akili, kwa sababu jawabu lake liko kwenye akili zetu, ya kwamba ilmu ni kitu kitukufu, yani ni kitu ambacho kila mtu anakubali ya kwamba ilmu ni kitu bora, na asiyekuwa na ilmu hana utukufu wote.
Na ndio sababu tunajua ya kwamba hawawezi kuwa sawa. Mwenyezi Mungu hajibu hapo, anauliza tu, je, wako sawa au wenye kujua na wasiojua? Jawabu ni wazi ya kwamba wenye kujua wako bora zaidi, hawawi sawa. Kutokana na maisha ambayo tunayoishi, tunajua utukufu wa elimu. Pamoja na hivyo, baada ya kuwa tunajua ya kwamba utukufu wa elimu ni kitu akili na hukumu, hakuna mtu asiyehukumu ya kwamba elimu ni bora zaidi, na kutokuwa na elimu ni kitu ambacho ni kibaya, na mtu mwenye kuwa katika hali hii jahili ni duni. Lakini pamoja na hivyo, tunazisoma baadhi ya aya ambazo kwa kweli zitatufungua macho, sio tu kwamba hatujui, lakini zinatuzidishia na zinatukumbusha utukufu wa ilmu. Alafu kisha tuingie kwenye masala nyingine inahusiana na ilmu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ya kwamba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, al-ilmu ra'sul khair kulli wal jahlu ra'su shar kulli. Yani ni wazi ya kwamba kauli hii inaafikiana na akili, inasema ya kwamba ilmu ni kichwa cha khairi yote na ujahili ni kichwa cha shari yote. Maovu yote, mabaya yote yanapatikana kwa ujahili. Kwa hivyo ilmu ni kitu kitukufu. Khairi unayotaka huwezi kuipata khairi ila kwa ilmu. Ukitaka shari kwa ujahili unapata. Na ndio sababu tumelazimishwa na tumewajibishiwa kuwa ni wenye kutafuta ilmu. Muislamu hawezi kukaa bila kutafuta ilmu, na asiyekuwa ni msomaji mwenye kutafuta ilmu, yeye ana kasoro kubwa katika dini yake, bali hata katika dunia yake. Ingine inatuambia kwamba talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislamu. Kisha inaendelea hadithi inasema ya kwamba bihi yuta'ur rabb, kwa ilmu ndio tunaweza kumtii Mwenyezi Mungu. Asiyekuwa na elimu atawezaje kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wa yu'badu, na kwa ilmu Mwenyezi Mungu anaabudiwa. Wa bihi tusalul arham, na kwa ilmu watu wanaweza kuunga koo zao, wakawa wana uhusiano mwema na watu wa familia zao. Wa yu'raful halalu minal haram, na kwa ilmu tunajua halali na haramu. Al-ilmu imamul amal, ilmu ni kiongozi wa matendo. Yani kitendo chochote, amali yoyote haiwezi kukamilika, haiwezi kuwa sawa bila ilmu. Unataka kufanya jambo lolote lile, kitendo chochote kinahitaji ilmu, la sivyo utakuwa unakosea. Hata mambo madogo tu ya kawaida, kwa mfano sasa hivi kupika chakula ni kitu ambacho kila siku mtu anahitaji. Ikiwa hujui kupika utakula vizuri? Huwezi. Kuvaa nguo kwenyewe pia kunahitaji. Utamuona mtoto mdogo hajajua kuvaa nguo, anavaa nguo zinakaa, nyingine labda imeshuka chini, nyingine imepanda juu, au labda anavaa nguo ndani akaivaa upande wa nje. Sasa hana elimu, hajui kwamba nguo hazivaliwi. Kiatu chenyewe anakiingiza huku, cha kuvaa kulia anakivaa kushoto. Hata kitendo kidogo kama hicho kinahitaji ilmu. Na imamul amal, wal amalu tabi'uhu, na amali ni yenye kuifuata ilmu. Wa yulhamu bihi as-suada, na wenye mafanikio ndio hupata ilham, yani hupata ilmu na kufanikiwa kupata ilmu. Wa yuhramuhu al-ashqiya, na wasiokuwa na mafanikio, wale waovu, ndio wanakosa ile ilmu. Ilmu ni daraja, ndio cheo kikubwa. Mtu anakipata cheo kikubwa kwa ilmu. Mitume walipata utume wao kwa ilmu. Yani lau kama si ilmu hangeweza kufikia utume wake. Na walio karibu na mitume ni wenye ilmu. Aqrabun nasi min darajati nubuwa ahlul ilmi wal jihad, mtu au watu walio karibu zaidi na daraja ya utume
ni watu wenye ilmu. Yani mitume tunapoangalia tunajua kwamba hawa ndio daraja ya juu kabisa. Alafu kisha kwa daraja wanaofuatilia ni nani? Ni watu wenye ilmu, kama vile hadithi inatuambia, na wenye jihadi. Hawa ndio daraja. Yani tunapoanza kuangalia binadamu tukiwapanga katika daraja, ni nani daraja ya kwanza? Tunajua wazi ya kwamba mitume ndio daraja ya kwanza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani mwingine anaingia? Ni wenye ilmu. Wenye ilmu ndio wanafikia, wanakuwa na daraja ya mitume au baada ya mitume. Na wenye jihadi, yani wenye kujitahidi katika mambo yao, wenye juhudi. Kando ya hapo pia hadithi bado zipo. Aktharun nasi qimatan, mtu mwenye thamani zaidi hata mbele ya watu na mbele ya Mwenyezi Mungu ni nani? Aktharuhum ilman, mwenye ilmu zaidi ndio ana thamani zaidi. Wa aqallu nasi qimatan aqalluhum ilman, na mchache zaidi thamani ni mwenye elimu chache. Kwa hivyo ikiwa unataka ipate nini, upate thamani, inabidi upate ilmu. Ukipata ilmu utakuwa na thamani, na tuseme kama ni kununuliwa, utanunuliwa kwa pesa nyingi. Mtu asiyejua sasa hivi hakuna mtu ana shughuli naye, yani hata atamuomba msaada, hata njiani atapita tu hivi, hakuna mtu anamshughulikia au ana habari naye. Lakini msomi utakuta kwa sababu ana ilmu, hata anachungwa kwa sababu ya ilmu ile aliyokuwa nayo, kwa sababu anakuwa na thamani kwamba hata inchi zinapigana kwa sababu ya kutaka kumpata huyu mtu. Na utakuta hata kama ni pesa, utakuta watu wanataka kuchukua, wanafanya bidii kwa kumchukua huyu mwenye elimu, waweza kumuuza kwa pesa nyingi. Thamani yake inakuwa mbele ya watu na mbele ya Mwenyezi Mungu pia anakuwa na daraja kubwa. Imam Ali alayhi salam anasema kwamba la kanza anfa'u min al-ilm. Ikiwa utataka kukusanya, kuna wengine wanafanya bidii, wanakusanya mali, wanaweka kwa bidii kwenye akaunti, kwenye pesa, kwenye mabenki pesa. Sasa wanaweka hazina ya mali. Na wengine utakuta kama siku za nyuma watu walikuwa wakisafiri zamani, wakienda kutafuta hazina, labda pesa treasure imewekwa kwenye nini, kwenye sehemu, kwenye ardhi, sijui nini, watatafuta njia mpaka waweze kufikia, na watauana ili waweze kufikia ilmu nini, mali ile. Lakini ilmu utakuta, na ndio yenye thamani zaidi. Tunaambiwa hakuna hazina yenye manufaa zaidi ya ilmu. Hakuna hazina yenye na ndio sababu inafaa mtu afanye bidii. Ikiwa ndani ya hazina, sasa hivi ukiambiwa kwenye ardhi hii ambayo tuko nayo hapa hivi kuna mali imefichwa ndani, utakuta mtu atachimba kila kona, hakikisha kwamba amepata ile hazina. Anaambia kuna mapesa chungu nzima, labda utafute, labda haijulikani kwenye kona gani. Na hata labda kama kuna mapu ile utaitafuta, mtapigana ndio nani atakayemiliki ile, kwa sababu kuna mali, kuna hazina. Lakini ilmu utakuta watu ni wenye kupuuza. Sikitiko, kitabu kinatupwa, kinachakanyagwa, kinaachwa, na ndani yake kuna hazina ya ilmu. Labda kuna msomi karibu na wewe amebeba hazina ya ilmu ndani yake, lakini humuulizi, ufaidiki nayo. Sikitiko. Uko tayari, kama mtu yuko na pesa, uko tayari, utasema hata mimi niko tayari kumwabudu ili anipe angalau kama ni $2 au $100 kwa sababu ana mali. Lakini labda kwenye ilmu hauko tayari kumnyenyekea upate zile hazina alizo nazo za ilmu. La sharafa kal ilm. Kuna masharifu kwa sababu ya kuwa wamebeba damu tukufu ya mtume, wanatukuzwa, ni wana utukufu. Lakini tunaambiwa usharifu au utukufu mkubwa, hakuna utukufu au usharifu kama ilmu. Sasa huyu mwenye ilmu ana cheo kikubwa. Ikiwa huyu ni sharifu, ni kizazi cha mtume, ndio ana utukufu wake, lakini hana ilmu, hatekelezi, hawezi kuwa sawa na nini, na huyu ambaye ni msomi, ambaye amejua mtume amesema nini, amehifadhi ilmu ya mtume. Huyu amehifadhi damu ya mtume,
lakini huyu amehifadhi nini? Ilmu ya mtume, uongofu wa mtume. Atakuwa sawa kweli? Hawawezi kuwa sawa. Kwa hivyo usharifu unapatikana kwa nini? Kwa njia hiyo. Sasa baada ya kuwa tumeweza kupata kidogo baada utukufu wa elimu, sasa tukiweza kusema kama ni kulinganisha elimu na kitu kingine, kuna watu ambao ni wacha Mungu sana, wenye kuabudu Mwenyezi Mungu sana, atakesha usiku, akifunga saumu, akifanya ibada chungu zima, akilia, ni mwenye ibada. Lakini kuna mtu mwenye ilmu hana ibada hizi, shughuli yake zaidi anaswali, anatekeleza wajibati zile za kawaida, swala nini, lakini elimu ndio anaishughulikia zaidi, anachambua zaidi elimu, anashughulika masaa mengi ya kuchambua, kusoma na kuangalia ili afahamu zaidi na kuweza kuongoza pia watu na kuongoka zaidi pia. Tunapata ya kwamba tofauti ipo baina ya hao watu wawili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuonyesha tofauti iliyoko baina ya mtu huyu msomi mwenye kushughulikia elimu na mwenye kukaa kufanya ibada, kwamba anasema ya kwamba qalilul ilmi khairun min kathiril ibada. Elimu kidogo, yule ambaye hata anajifundisha alifu be au akajifundisha suratul Fatiha au qul huwallahu kwa mfano, anamshinda yule mtu ambaye kazi yake tu ni kufanya ibada na hajui vitu kama hivi. Kidogo alichonacho cha ilmu kinazidi ibada chungu zima ambayo mtu iko nacho. Yani shughuli yake katika kusoma. Simaanisha kwamba yule kasoma zamani alafu kaacha hasomi tena ndio ana utukufu, lakini yule ambaye yuko katika hali ya kutafuta elimu na kusoma anamshinda yule ambaye yuko katika hali ya kufanya ibada na hashughulikie elimu pia. Bali kitendo hiki ni kitukufu sana cha kukaa na kusoma. Anasema pia sa'atun min alimin yattaki'u ala firashih yandhuru fi ilmi khairun min ibadati al-abidi 70 aman. Muda wa saa moja ya mtu ambaye ni msomi amekaa kitandani mwake huku akichunguza elimu yake na kufikiria na kusoma ni bora zaidi kuliko ibada ya mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu miaka 70. Yani huyu amekaa tu kwa muda wa saa nzima anaangalia elimu yake, na huyu amekaa miaka 70 anamwabudu Mwenyezi Mungu, hana shughuli na elimu na kitabu. Huyu saa yake moja hii inashinda hii miaka 70. Kwa nini? Kwa sababu kwa njia hii atakuwa ni mwenye kuongoka zaidi na kuweza kujua haki na batili. Na tutakuja kujua kwa nini pia hivi ni vizuri, lakini uzuri na daraja ya juu kabisa ni ya elimu. Tukielezea tu pia kwa ufupi ni kwamba elimu, mtu anapokuwa ni mwenye kusoma atakuwa anamjua Mwenyezi Mungu zaidi, na ataweza kumpenda zaidi, na ataweza kumtii zaidi, na atakuwa ni mwenye kumuogopa zaidi, na atakuwa anajua adui wake ni nani, ambaye ni shetani, ni ibilisi, na atakuwa anajua njama zake na njia zake ambazo anazozitumia. Kwa hivyo kuhadaiwa itakuwa ni vigumu, na kuna mambo mengi ambayo yamefichika ambayo bila elimu huwezi kujua siri. Sasa hata kuna mambo, hata nikitoa kwa mfano mwepesi tu, kuna wapishi uweza ukakuta kwa nini kuna tofautiana wapishi. Huyu anapika chapati na yule mwingine anapika chapati na yule mwingine anapika chapati, lakini unapokula chapati ya huyu unasikia ni kana kwamba unakula kuni. Chapati ya huyu mwingine unasikia ni laini. Chapati ya yule mwingine unasema si chapati, ni keki hii, yani vile ilivyo laini. Wapishi wote, lakini kila mmoja ana siri ambayo yuko nayo anaifanya. Wote wanapika, kila mmoja anakanda unga wake, anafanya vitu, lakini kuna siri huyu anayofanya mkati wake au chapati yake haikauki. Lakini kuna huyu mwingine anakosa kitu fulani, kuna siri, labda ameweka maji, haitakani kuwekwa maji.
huyu ameweka mafuta, mafuta ndio yanafaa kuwekwa, yanalainisha. Yani kuna siri vile vile katika mambo mengine pia. Hata tunaposoma dua, huyu anasoma dua kwa kutofahamu, kwa sababu anasoma tu sauti, hajui ni nini anachosema. Na huyu mwingine anaposoma, anasoma na huku anafahamu ni kitu gani anachosema na anatadabbar. Kuna yule ambaye anafahamu lugha tu, lakini kuna mwingine anasoma dua ile si jua anajua lugha tu, bali kuna siri nyinginezo ziko ndani ya dua ile anazozifahamu kutokana na dua ile, na kufahamu kwake kunamfanya dua ile inakuwa na athari zaidi, inakuwa tu si kusoma vile. Na ndio sababu tunakuta tofauti ya msomaji, yani mwenye ilmu na asiyekuwa na ilmu, ataweza kumjua na kujua siri za maisha na siri za ibada na siri za dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko huyu mwingine. Bado tukielezea pia utukufu baina ya tofauti ya alim na abid, msomi na huyu mwenye ibada chungu nzima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ya kwamba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la'alimin wahidin ashaddu ala iblis min alfi abidin lianna al-abid li nafsihi wal alimu li ghairihi. Anasema pia ya kwamba naapa kwa yule ambaye nafsi ya Mtume Muhammad iko mikononi mwake, yani anaapa na Mwenyezi Mungu ya kwamba la alimin, yani hakika ni kwamba mtu ambaye ana ilmu, msomi mmoja tu, wahidin, ashaddu ala iblis, ana nguvu sana juu ya iblis kwa kukabiliana na iblis, kuliko nani? Min alf abid, kuliko wenye kuabudu 1000. Kwa sababu 1000 hawa hawajui hata njama za shetani. Atakuja tu kwa dakika, atamdanganya, atamhada, atatoka kwenye ibada yake, au ataabudu badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, atakuwa kiabudu nini? Kitu kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila kujua. Bila ya kujua atajiabudu mwenyewe. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa, je, umemuona yule ambaye ameifanya hawa nafsi yake kuwa ndio Mungu wake? Shetani anakuchezea mpaka utaabudu hawa nafsi yako. Lakini msomi atajua ya kwamba hapa shetani ananihada, yeye ana nguvu zaidi, anapigana, anakabiliana na zaidi na shetani zaidi ya wenye kuabudu watu 1000. Kwa nini hiyo? Lianna al-abida li nafsihi, kwa sababu huyu pia mwenye ibada yeye anajiangalia nafsi yake, wal alimu li ghairihi, lakini mwenye ilmu sio tu kwa ajili yake, bali kwa ajili ya nani? Ya wengineo. Anajua mahala ambapo shetani anapitia, anawaepusha pia wengineo. Lakini mwenye ibada atakuwa anaepusha nani? Atakuwa anajiepusha tu mwenyewe. Sasa baada ya kuwa tumejua utukufu wa ilmu, utukufu wa alim, sasa tunarudi baada ya kuwa tumetaja katika, tukiunganisha na yale tuliyosema huko nyuma, tumesema ya kwamba wenye ilmu ndio ambao wanakuwa katika daraja ya mitume, ndio akrabun nasi, kama vile tulisoma madhumuni ya riwaya ile ambayo tumesoma, watu walio karibu zaidi katika daraja ya mitume ni wenye ilmu. Sasa turudi kwenye sharti ya utume wenyewe. Tumezungumza huko nyuma kidogo, tukasema ya kwamba sharti ya utume pia ni nini? Ni ilmu. Bali sharti ya ukhalifa, mtu wa kwanza aliyekuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu, aliyekuwa ni mtume wa kwanza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alipomleta duniani kamuumba, aliwakusanya au azungumzia malaika na akawaonyesha na kuambia kwamba huyu ninayemchagua binadamu, sharti la kumchagua ni hili la ilmu. Tuone aya inasema nini, au hizi aya zinasema nini. Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara katika aya ya 30 na kuendelea mbele
anasema ya kwamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, aliwaambia kwamba hakika mimi nitajalia kwenye ardhi khalifa wangu. Qalu, wakasema, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, je, utajalia katika ardhi mtu ambaye atakuwa ni mwenye kufanya ufisadi na kumwaga damu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, na sisi tuna kusabihi wewe kwa kukuhimidi na kukutakasa. Ona dalili waliotoa malaika, walikuwa wakizungumza na Mwenyezi Mungu ya kwamba huyu hatuna haja na mtu kama huyu, binadamu hatuna haja na yeye, bali inatutosheleza Mwenyezi Mungu, sisi tunatosheleza. Huyu binadamu ndio unamlete, lakini kazi yake itakuwa nini? Kufanya ufisadi. Hilo ni kwanza, jambo la kwanza. Pili, kando na ufisadi atakuwa ni mwenye kumwaga damu. Alafu sisi ni bora kuliko yeye kwa sababu nini? Sharti. Kitu moja ambacho wanapigania, wanasema ni kwamba ndio kinatosha. Tunamsabihi Mwenyezi Mungu na kumhimidi na kumtakasa. Aha. Yaani maana yake nini? Sisi ni watu wenye ibada. Watu wenye ibada, kazi ni kusabihi, kumhimidi Mwenyezi Mungu na kujitakasa. Sasa Mwenyezi Mungu yani wanasema kwamba hauna haja ya khalifa ambaye ana nini? Anafanya ufisadi na nini? Bali inatosha mwenye nini? Mwenye kufanya ibada. Ndio inatosha. Mwenyezi Mungu akawaambia, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua kile msichokijua. Kuna kitu kingine, nyinyi mnaangalia kwamba binadamu labda atafanya ufisadi, lakini kuna kitu ambacho kipo ambacho kitakuwa ni bora kuliko nyinyi. Nyinyi mnasema na muabudu Mwenyezi Mungu, nyinyi watu wenye kuabudu, lakini kuna kitu, ngoja tutaona. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha, kisha Mwenyezi Mungu katika kuwaonyesha ya kwamba mlichokuwa mkisema sivyo na mimi ndio naejua, akawaambia kwamba akafanya hivi, akamfundisha Adam al-asma'a kullaha, aliwafundisha Adam, akamfundisha Adam majina yote. Thumma aradhahum ala almalaika, kisha hayo majina ambayo ni majina ya watu makhsusi au viumbe makhsusi, akafanya nini? Akawaletea mbele malaika, akawaambia sasa, qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, basi akawaambia niambieni majina ya watu hawa ikiwa nyinyi ni wa kweli. Yani ikiwa nyinyi ni wa kweli nini? Ya kwamba mwenye ibada ni bora zaidi. Nyinyi mnasema binadamu si atakuwa akifanya ufisadi. Haya, mimi nimempatia kitu nyinyi hamna. In kuntum sadiqin, basi niambieni mko nacho hicho mnajua. Wakasema, wakamwambia Mwenyezi Mungu. Kisha baadaye wakawa la ilma lana ilma ma allamtana, sisi hatuna ilmu isipokuwa kile ulichotupa. Kisha akamwambia, qala ya Adam, Mwenyezi Mungu akamwambia, ewe Adam, ambihum bi asma'ihim, ewe Adam wajulishe, waambie haya majina ya hawa ambao wako hapa. Qala, kisha Nabii Adam akawajulisha, akawatajia majina, ni fulani ni fulani ni fulani, haya majina aliyofundishwa. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia, alam aqul lakum, je sikuambia, inni a'lamu ghaiba samawati wal ard, sikuambia kwamba mimi najua mambo ya ghaib yaliyoko mbinguni na ardhini. Wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun, na mimi najua kile mnacho dhihirisha na kile mnachofichia. Kwa nini anasema kuhusu ilmu a'lamu? Siliwaambia kuhusu najua. Yani ilmu ndio kitu muhimu hapa. Alafu Nabii Adam kamfundisha na akaonyesha, akawaangusha kwa kitu gani? Hoja zao walizokuwa wakisema kwamba huyu khalifa hafai kwa sababu si mwenye kufanya ibada. Akawaangusha, akawaambia mimi sina haja na khalifa ambaye tu mwenye kufanya ibada. Ibada si muhimu sana ikiwa hakuna ilmu, bali akaonyesha kwamba ilmu ndio muhimu, na ilmu ndio ilimfanya nini? Akamchagua Nabii Adam na kumpatia ukhalifa.
Kwa hivyo daraja aliyoipata ya ukhalifa au utume ni kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu alimpatia ile ilmu, ndio akawa anaweza. Kwa hivyo ufisadi na kumwaga damu, hiyo si dalili ya kusema ya kwamba kutakuwa na ufisadi. Kwa sababu nini? Maadamu atakuwa na ilmu, anapokuwa na ilmu, shetani hataweza kumdanganya na kumhadaa na kumwaga damu. Atakuwa na uwezo wa kukabiliana na mambo kama haya. Kwa hivyo ilmu ndio bora zaidi. Ibada ni kizuri na ni daraja ya maimamu, yani samahani, ni daraja, ibada ni daraja ya malaika, lakini daraja ya binadamu ambaye ni khalifa na mtume ni daraja ya ilmu. Na tunamalizia hapa katika tukiendelea sasa, tukiangalia baada, tukiwa tumeruka wote mpaka kufika kwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeye pia daraja yake kubwa ambayo yuko nayo ni kwamba yeye alikuwa na ilmu na ndio akapata. Tunaona pia Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza kabisa alichoteremshiwa na mtume na Mwenyezi Mungu ni sura Al-Iqra, suratul Iqra, ambayo inasema Iqra bismi rabbika alladhi khalaq alladhi allama bil qalam. Aya na kuendelea, hiyo allama iko hapo inatutosheleza. Iqra, soma kwa jina la Mola wako, kwa jina ambaye alifundisha. Kitu cha kwanza ambacho mtume aliambiwa ni kusoma ilmu. Hiyo ndio ilikuwa daraja ya kwanza, ndio akaweza kufikia daraja ya utume. Alafu tunarudi tukimuuliza mtume, na wewe pia vipi, waweza kutuelezea kujihusu mwenyewe? Hebu jiarifu pia. Mtume anasema kwamba inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, mimi ndio mcha Mungu zaidi na ambaye ni mjuzi zaidi wa Mwenyezi Mungu ni mimi. Na tukiunganisha haya maneno na male na hizi aya ambazo zinasema, kwanza atqakum, yanasema mimi ndio mcha Mungu zaidi, na Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema ya kwamba inna akramakum indallahi atqakum, yule ambaye ni mtukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa mtume ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, basi yeye ndio mtukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, kama vile aya imesema. Tukiunganisha, yeye ndio mcha Mungu zaidi, na Mwenyezi Mungu amesema aliye mcha Mungu zaidi ndiye aliye mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Alafu hii nyingine ya upande wa elimu amesema a'lamukum billah. Tuunganishe na aya inasema ya kwamba innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu zaidi ni wenye ilmu. Sasa tunaona ya kwamba mtume yeye maadamu a'lamukum billah, ambaye yeye ndio anamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi, atakuwa pia ndio mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu zaidi, na atakuwa ana daraja zaidi kuliko watu wengine wote. Kando ya hapo tunakuta mtume yeye mwenyewe kuna sifa ambayo ni kubwa sana ambayo yuko nayo. Ni kwamba nikitoa mfano kwanza, na tutakuja pia huko nyuma kumalizia pia kwa kuunganisha na mambo haya, ni kwamba kitu, daraja zile za kufanya kitu, sisi pia vile vile tunapofanya kitu kile, ni kwamba nikitoa mfano kwanza ambao tutaweza kuelewa, tuchukue kuni na moto. Kiberiti unapokiasha, moto huu uko kwenye kiberiti na huku kando kuna kuni. Kuni zile na kiberiti kile au na moto ule ambao uko kwenye kiberiti ni vitu viwili tofauti, sio kitu kimoja. Lakini utakapowasha kiberiti kile na kuweka moto kuwasha kuni zile kuni zitapata moto, na zikipata moto ule tutakuwa tunasema kwamba kuni zimepata moto. Yani bado kuna tofauti
lakini zimeshikana kiasi kwamba baada ya kuwa moto umezidi, sasa hatuwezi kusema kwamba kuna kuni, bali ni moto tu. Kuni zile zote zimebadilika, zimekuwa moto. Moto umewaka mpaka sasa hakuna kuni tena, zimepotelea kabisa katika moto. Vile vile kitendo mtu anapotenda chochote kile, mtu huanza kwamba kitendo kile ni tofauti na yeye. Alafu kile kitendo ukikifanya kikakuzoea na ukakizoea, kinakuja mpaka kinakuwa ni sehemu moja katika wewe. Kama vile sisi tunasema kama katika aya wa alhiqni bisalihin. Kuna ile mwanzo kabisa alladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao waliamini na kutenda salihat, mema. Sasa wewe unatenda mema, wewe sio mema, bali mema yanatoka kwa kutenda. Sasa ni vitu viwili, wewe upo na mema yapo, ni vitu viwili, amilu salihat. Inakwenda mpaka inafika mtu akishafika anapanda daraja mpaka anakuwa yeye anahesabika kwamba ni mwenye kutenda mema. Yani alhikni bisalihin, Mwenyezi Mungu niunganishe na watu wenye kutenda mema. Inafika mahali ambapo daraja ya kwamba sasa hata wewe ndio wema wenyewe. Kama vile tukisema katika vita ambavyo Imam alipigana, Imam Ali alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tunapata ya kwamba yeye alipopigana vita, kuna vita ambavyo tuliambiwa Mtume alisema ya kwamba barazal imanu kulluhu ashirka au kufru kullu al-kufri kullu. Yani Mwenyezi Mungu anasema Mtume ya kwamba imani yote imeenda kukabiliana na kufri yote. Yani huyu mtu ndio imani kamili, si ati kwamba ni katika mu'min, bali yeye mwenyewe ndio imani. Na huyu amefikia daraja ya kwamba yeye ndio ukafiri. Ukafiri sio kafiri tu, bali yeye ndio ukafiri. Ukitaka kuona ukafiri ndio huu mbele yako. Na ndio hivyo hivyo sasa ndio tunasema kwa upande wa ilmu, daraja inafika ya kwamba mtu anapokuwa yeye amefikia ana ilmu mpaka mwishowe anafikia yeye ndio ilmu, ni daraja ya juu kabisa kama tutakavyoona. Sasa tunamuona Mtume mwenyewe amefikia daraja hizo kiasi kwamba anajiita ya kwamba ana madinatul ilmi, mimi ndio jiji la elimu. Yani kuonyesha vile kubwa, yani yeye mwenyewe ni ilmu ambaye unapotaka unaingia kwenye jiji hili ambaye ni la ilmu, yeye mwenyewe ndio ilmu. Wa aliyun babuha, na Ali ni mlango wake, mlango wa ilmu hii. Wa man arada al-ilma, na mwenye kutaka ilmu, faliyatihi min babihi, basi inabidi kumpitia Ali alayhi salam ndio uweze kupata ilmu. Mtume mwenyewe ndio ilmu, yeye ndio alim, na yeye ndio amebeba ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na unapotaka kumfikia inabidi upitie kwa Ali. Hapa tunakuja kwa kuunganisha, tunaweza kufika ya kwamba baada ya kuwa tumejua Mtume mwenyewe amefikia daraja ya ilmu na utukufu wake ni kwa ilmu, na utume wake ni kwa ajili ya ilmu ile aliyokuwa nayo, pia kafikia daraja ya kuwa yeye mwenyewe ndio ilmu. Tunaona pia Ali ambaye alifika daraja hizi pia vile vile za ilmu, akawa yeye ni mlango. Ukitaka kufikia ilmu ya Mtume inabidi upitie kwa Ali alayhi salam, yeye ndio amebeba ilmu ya Mtume. Na Mtume mwenyewe kasema ya wazi ya kwamba kwa upande wa elimu zote zile, ikiwa tutazikusanya elimu, kuna ilmu ya qadha, kuna sunna ya Mtume, kuna elimu nyinginezo zote, tunakuta yeye ndio aliwatangulia wote, na yeye alikuwa ana daraja kubwa kuliko wote. Anasema Mtume ya kwamba aqdha ummati wa a'lamu ummati ba'di Ali, mtu ambaye ana ujuzi wa qadha yani hukumu, yeye ni qadhi, mjuzi wa qadha
katika umma wangu wote baada yangu, na aliye a'lam, ambaye ni mwenye ilmu zaidi kuliko watu wote, ni Ali katika umma wangu. Kwa hivyo yeye ndo anastahili kuchukua uongozi baada ya Mtume Muhammad. Yeye ndo anastahili kufuatwa na ukitaka kupata ilmu ya Mtume. Bali tunamkuta Aisha mke wa Mtume ambaye anaitwa Ummul Mu'minin, mama ya waumini, anasema ya kwamba aliyun a'lamun nasi bisunna. Yeye hata kama alikuja kukatokea aliyotokea, lakini yeye anakubali na anatambua na kujua ya kwamba Ali ndiye mjuzi wa sunna ya Mtume. Na tukirudi pia kuunganisha na zile hadithi na tunayosema, kuna wanaosema ya kwamba hadithi ya kwamba inni tarikum fikum thaqalain, yani niliwaachieni vitu viwili, Mtume anawaachia ni vitu viwili. Wao wanasema kitabullahi wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu. Yani wao hawakubali, hawasemi ya kwamba wa itrati, hawasemi na itra yangu, yani na kizazi changu. Basi tukiunganisha tunaona ya kwamba ikiwa basi sunna, Mtume aliacha sunna, nani aliyekuwa na ujuzi wa sunna zaidi? Aisha mwenyewe anasema ya kwamba aliyekuwa na ujuzi na sunna zaidi ni Ali. Kwa hivyo Mtume, kwa hivyo aliachia nani sunna yake? Alimwachia nani? Ali. Kwa hivyo bado tunarudi pale pale ya kwamba Ali ndio anastahili kufuatwa baada ya Mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kuna sifa ambazo pia tunaona Ali amewatangulia alayhi salam watu wote katika masahaba, ambazo Mtume anamsifia na anamwambia alikuwa na sifa hizi, na zote tukiangalia zote zina msingi wake ni ilmu. Yani lau kama si ilmu aliyokuwa nayo hangeweza kufikia daraja hizi. Mtume anamwambia ya Ali laka sab'u khisal. Imam Ali anamwambia ewe Ali, una sifa 7 la yahajuka fiha ahadun, hakuna yule ambaye anaweza kukabiliana na we na kusema kwamba yeye labda ana haki ya hizo sifa zaidi, ana nazo sifa hizi kukuliko. Yaumal qiyama, siku ya kiyama. Anta awwalul mu'minina billah, wewe ndio ulikuwa mu'min wa kwanza wa Mwenyezi Mungu. Yani wewe ndio ulikuwa wa kwanza kunikubali na kusilimu. Yani kwa maana yake elimu yake ya kumjua Mtume na kujua risala na ujumbe aliyokuja nao ndio ilimfanya akawatangulia watu wote, kwa sababu ya kumjua Mtume, akawa yeye ndio amekuwa wa kwanza katika imani. Wa aufahum bi ahdillah, na wewe ndio ulikuwa mwenye kutekeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu kama vile tumesema wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu zaidi ni wenye ilmu. Wa aqwahum bi amrillah, na aliye mwenye nguvu zaidi katika mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amri ya Mwenyezi Mungu, katika kuitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Wa arafuhum birra'iya, na mwenye huruma zaidi kwa raia, kwa watu wa umma. Wa aqsamuhum bisawiya, na yeye ndio katika kugawanya, yeye tu ndio anaweza kugawa kwa usawa kuliko watu wote, kuliko kila mtu. Baada ya Mtume yeye ndio aliweza kuwa anaweza kugawa zaidi kwa usawa. Wa a'lamuhum bilqadiyya, na mjuzi wa alqadha, hukumu. Wa adhamuhum maziyya yawm alqiyama, na mjuzi zaidi siku ya kiyama atakuwa yeye ndio ana sifa, samahani, atakuwa na sifa tukufu zaidi. Imam Ali peke yake, Imam Ali peke yake ndiye aliyeweza kudai, na hakuna aliyesema kabla yake na aliyesema baada yake na atakayesema pia baada yetu sisi kauli hii. Yeye tu ndio alisema, kutokana na ilmu yake alisema saluni kabla an tafqiduni, niulizeni kabla hamjanikosa. Fa inni
fa inna indi ilmi al-awwalina wal akhirin, kwani mimi nina elimu ya waliotangulia wote na wal akhirin, na watakao kuja wote, wa mwanzo na wa mwisho. Yani ilmu yake ilikuwa kiwango hicho kiasi cha kwamba yeye hata haogopi kuulizwa, anasema chochote kile mnachotaka kuniuliza niulizeni, mimi ninakijua. Na yeyote atakayedai kusema kwamba anaweza kuulizwa atafedheheka mbele ya watu, kwa sababu hataweza kujibu. Ali alayhi salam, yeye ndio ana utukufu zaidi, yeye ndio bora zaidi kiilmu, na yeye ndio anastahili kufatwa, na yeye ndiye anastahili kuwa imamu. Nilisema kuna mambo mawili. Jambo la pili nikimalizia kwa kuliunganisha ni hidayah. Hidayah, vipi tutafikia ya kwamba utukufu wa Imam Ali katika jambo hili? Mwanzo ni kwamba tukiunganisha na yale tuliyotanguliza ni kwamba mtu mwenye ilmu zaidi ndiye anayezijua njia. Yeye ndio anaweza, kwa mfano sasa hivi mtu anataka kusafiri kwenda kwa mfano kama Nairobi, anayejua barabara na njia vizuri, yeye ndio atakayekuwa kiongozi wa kuongoza watu. Ama asiyejua atawezaje kuwaongoza watu? Ikiwa ni mwenye kuongozwa, ataweza kuongoza watu? Hawezi. Sasa ilmu ile, kwa sababu ana ilmu, kwa hivyo yule ambaye ana ilmu zaidi ndio anakuwa na uwezo wa kuongoza zaidi. Na tunaona Qur'ani pia inatuambia, afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa tahkumun. Mwenyezi Mungu anauliza, je, yule ambaye anayeongoza mpaka kufikia kwenye haki ndiye anafaa kuongoza, au asiyeongoza kwenye haki ila tu kwa kuongozwa yeye ndio anafaa? Fama lakum, je nyinyi mkoje? Kaifa tahkumun, mnahukumu vipi? Ni wazi ya kwamba sisi tunaamua, tunahukumu ya kwamba mwenye ilmu ndio anaye uongofu zaidi, na yeye ndio anafaa kufuatwa zaidi. Sasa tunakuta pia vile vile ya kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'an pia anasema ya kwamba alif lam mim dhalika alkitabu la raiba hudan lilmuttaqin. Qur'an yenyewe pia ni uongofu kwa watu. Inasema Qur'ani hicho ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni uongofu kwa nani? Kwa wacha Mungu. Hudan lilmuttaqin. Kwa hivyo Qur'ani yenyewe ni uongofu. Mwenye kuijua Qur'ani atakuwa na uongofu zaidi, anajua uongofu zaidi. Mwenye ilmu juu ya Qur'ani ndio atakayekuwa na uongofu zaidi. Na tunaona ya kwamba aliyekuwa na ujuzi wa Qur'ani zaidi ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na nani? Na Imam Ali, kama vile tutakavyoona pia vile vile. Tunaona mtume anakuambia kwamba aliyun ma'al haqqi wal Qur'an. Qur'an tumesema inaongoza uongofu wa nini? Hidayah lilmuttaqin. Sasa ukitaka kuipata yule ambaye ana ujuzi ya Qur'ani, pata atakuwa pia ana hidayah na uongofu. Sasa tunaona ya kwamba aliyun ma'al haqq kwa sababu ana ilmu yote, wal Qur'an pia ana Qur'ani kwa sababu na ana uongofu pia vile vile, wal haqqu wal Qur'ani ma Ali. Na hivi vitu vili, Qur'ani na haki zote ziko pamoja na Amirul Mu'minin. Wala yaftariqa, vitu hivi mpaka siku ya kiyama havitatengana, haki na Ali alayhi salam, Qur'ani na Ali alayhi salam havitatengana, hatta yarida ariyal haud, mpaka zitakaponiregelea na kurudi kwangu huko kwenye hodhi ya Kauthar. Kwa hivyo hakuna siku ile utasema kwamba Imam Ali alikuwa pamoja na haki, baada ya muda ameachana nayo, au Qur'an ni daima dawamu. Kwa hivyo tunapata ya kwamba Ali alayhi salam yuko pamoja na Qur'ani, na Qur'ani iko nayo na wanafaa kufuatwa. Hii hadithi iko katika Tarikh Dimishki. Na kwa hivyo kwa dalili hizo ambazo
tumeunganisha, tunaona kwamba Ali alayhi salam yeye ndio aliyekuwa na Qur'ani, kwa hivyo yeye ndio mwenye kuongoza watu, yeye ndio mwenye ilmu, yeye ndio mwenye hidayah, yeye ndio anafaa kushikamana naye. Na bali katika tafsiri ya Qur'an kuna hii aya inasema innama anta mundhirun wa likulli qaumin had, yani suratul Ra'd aya ya 7, hakika wewe ni muonyaji na kwa kila kaumu kuna hadi, muongozaji. Mtume anasema ya kwamba ana mundhirun wa aliyunil hadi ila amri, mimi ni muonyaji na Ali ni muongozaji kwenye amri, kwenye mambo yangu. Yeye ni muongozaji, kwa hivyo yeye ndio anastahiki kuwa na nini, na cheo hicho. Na pia sio yeye tu, bali baada yake tunapata kuna watu wengine ambao baada yake wanastahiki kuwa ndio walichukua baada yake. Walikulli qaumin, kila kaumu, yani baada ya huyu kuondoka anakuja hadi mwingine muonyaji, yani muongozaji mwingine. Kuna hadithi moja mbili tunamalizia, nafikiri kwa salawati, kabla ya kusoma hizi hadithi ili tuzidi kuwe kidogo na nashati pia. Salawati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, na ingine pia mpaka ziwe Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunamalizia kwa hadithi hii. Mtume alimuhusia Ammar ibn Yasir na kumpatia usia muhimu sana, akamwambia ya Ammar, in ra'aita aliyan salaka wadiyan. Na sisi pia tunaambiwa hivyo, na yeyote asiyekuwa labda katika ufuasi wa Ahlul Bait, jambo hili ni muhimu kwake kulisikia na ashikamane na jambo hili. Ya Ammar, ewe Ammar, in ra'aita aliyan salaka wadiyan, ewe Ammar, ukimuona Ali amepita kwenye bonde fulani, yani akapita njia fulani, wasalaka nasu wadiyan, na kisha watu wengine wakapita bonde lingine au wakapita njia nyingine, fasluk ma Ali, basi waacha watu wote ushikamane na Ali, ufuata njia hiyo. Fa innahu la yudlika fi rada, kwani yeye hata kutupa kwenye maangamizo, wala yukhrijika min huda, na yeye hata kutoa kwenye uongofu yeye ndio uko nayo, na ukitaka kupata uongofu uende umshike yeye, na yeye ndiye mwenye ilmu na yeye ndiye mwenye uongofu. Na hata yeye mwenyewe anasema ana alhadi ana almuhtadi, mimi ni muongozaji, mimi ni mwenye kuongoka. Tunaulizwa pale tena, tunarudi kwa ile aya inasema afaman la yahdi ila alhaqi ahaqu ayuttaba amman la yahdi illa ayuhda fama lakum kayfa tahkumun. Hiyo aya inatuuliza pia, inasema ya kwamba yule asiyefaa yani je, yule ambaye mwenye kuongoza kwenye haki anafaa zaidi kufuatwa kuliko yule ambaye haongozi ila kuongozwa? Fama lakum kayfa tahkumun, je vipi nyinyi mnahukumu? Hiyo haya tuone pia, tuirudie aya tena hiyo tuifahamu zaidi. Afaman yahdi, yani yeye anaongoza wala haongozwi. Yeye mwenyewe amefikia daraja ya kuwa yeye ni uongofu, yeye mwenyewe ni kuongoza, ni muongozaji, uongofu wote yuko nao. Tukirudi kwa upande wa ilmu pia vile yeye ni nini? Amefikia daraja ya ilmu, amefikia daraja ya kwamba yeye tu si ilmu, sio ati kwamba ana ilmu, bali yeye mwenyewe ni ilmu. Na sio tu katika jambo hilo,
katika mambo yote mengine unakuta kuna hadithi ambayo tunamalizia kwa kuisoma, utapata yeye kafika daraja gani, sio tu katika ilmu, katika mambo mengi mengine. Tusikie hadithi hii. Inasema ya kwamba Imam anasema ana ilmullah, ya kwamba mimi ni ilmu ya Mwenyezi Mungu. Mtume tulisema ana madinatul ilmu, yani amefikia daraja ya kwamba yeye mwenyewe ndio ilmu yote, na Ali pia amefikia yeye, kwa vile yeye amechukua ilmu, yeye ndio mlango wa kumfikia mtume ilmu, kafikia daraja kwa kusoma kwa ukamilifu na alivyotukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi kwamba yeye amefika ya kwamba ana ilmullah, mimi ni ilmu ya Mwenyezi Mungu. Na ndiyo sababu ilmullah tunaambiwa an-nadharu ila wajhi al-alim ibada, kuangalia uso wa alim ni ibada. Badi kando ya hapo, ikiwa kuangalia mwenye ilmu ni ibada, basi ikiwa yeye ni ilmu, kuangalia elimu yenyewe ni vipi? Ni ibada. Imam Ali ambaye ni ilmu ya Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba pia katika hadithi, dhikru Ali ibada, kumtaja na kumzungumza tu kuhusu Ali ni ibada. Kwa hivyo kikao tulicho nacho hapa cha kumtaja na kumkumbuka Imam Ali yenyewe ni ibada, kwa sababu tunapomkumbuka yeye, tunapomtaja yeye, tunahitaja ilmu, na ilmu ni tukufu, ni ibada. Kuangalia tu uso wa alim ni ibada, basi ilmu yenyewe itakuwaje? Na anasema kama ana ilmullah, alafu kisha anasema wa ana qalbullahi alwa'i, yani na mimi ni moyo wa Mwenyezi Mungu wenye kufahamu. Yani kwamba amefikia daraja hiyo mpaka ananasibishwa kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana kiwiliwili, lakini kwa sababu ya kuwa fahamu yake na kunyenyekea kwake na kujitakasa kwake, moyo wake ule umekuwa ni qalbullahi alwa'i, ni moyo wa Mwenyezi Mungu wa kufahamu. Amefikia daraja hii, kama vile tulisema moto, kuni zinapokuwa moto, mwishowe zinakuwa kuni zinapotelea, inakuwa ni moto tu. Sasa yeye amefikia daraja hiyo. Walisanuhu natiq, na yeye mimi ni ulimi wake wenye kutamka. Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwa ulimi wa Imam Ali, Mwenyezi Mungu anazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kiasi kuwa anakuwa yeye maneno yake ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile mtume tunaambiwa katika Qur'an, ma yantiqu anil hawa, yeye hatamki lolote kwa ulimi wake kwa kutaka kufuata nini? Hawa na matamanio ya nafsi yake. In huwa illa wahyun yuha, hakika huwa yeye mtume, sio ulimi wake tu, sio matamshi yake, bali yeye mwenyewe mwili wake wote ni wahi. Umebadilika, si kwamba anatoa wahi, bali yeye mwenyewe ni wahi. Kitendo chake chochote anachofanya ni wahi, harakati zake zote ni wahi. Na ndio sababu walikuwa wakiandika vitendo vyake, kulala kwake, kuzungumza kwake, kula kwake, kila kitu kilikuwa ni wahi. Na Ali pia vile vile amefukua ulimi wake ni ulimi wa Mwenyezi Mungu, anatamka maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ainullah, na yeye pia ni jicho la Mwenyezi Mungu, yani anaangalia kwa hukumu, kwa vipimo, kwa mipaka ya Mwenyezi Mungu, na ikawa macho yake yakawa yanasifiwa ya kwamba yeye ni ainullah, ni jicho la Mwenyezi Mungu. Si kwamba tu anajiepusha, wakati mwingine anaangalia kwa kutaka kwake na wakati mwingine anaangalia kwa kutaka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuchunga irada ya Mwenyezi Mungu, la, bali amechunga kila wakati utashi wa Mwenyezi Mungu, irada ya Mwenyezi Mungu, hapiti mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na sehemu nyingine baada ya hapo, wa ana yadullah, na mimi ni mkono wa Mwenyezi Mungu, yani mkono wake. Hata anapoenda kwenye vita, anapopigana jihadi, mkono ule haupigi ila tu kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu unakuta alipopigana, kuna wakati mtu alimtemea mate kwenye uso wake,
ili kuepukana isije kawa ametumia mkono wake kumuua kwa hasira zake, alimuacha na hali ya kuwa yuko tayari kumpiga, akarudi nyuma, alafu kisha baada ya hasira kupungua ndio akaja kumpiga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika kupigana jihadi. Huyo ndio Amir al-Mu'minin, ndio Imam Ali alayhi salam. Hivyo ndio vyeo vyake alivyo navyo na anavyo chungu nzima. Lakini sikitiko ni kwamba tukirudi kwenye siku ya leo, yale yaliyotokea, msiba uliotupata, hebu tuende katika mji wa Kufa sasa hivi kwa fikra zetu, tuweze kukumbuka tarehe 19 yale yaliyotokea, yale yaliyojiri katika usiku huu. Kumkumbuka Imam Ali ni ibada. Ukimkumbuka na ukahisi na ukapatwa na huzuni kwa yale aliyompata, itakuwa umefanya ibada pia vile vile. Tukikumbuka mtu bora huyo ambaye tumenyang'anywa na watu waovu wasiomjua kwa ujahili wao, wasiojua utukufu wake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunafahamu kweli wametunyima kitu kikubwa, wametunyang'anya kitu kikubwa. Imam Ali katika usiku kama huwa leo alienda kwa nyumba ya binti yake Zainab, na huyu binti yake Zainab, kawaida Imam katika siku hizi za Ramadhani alikuwa akila kwenye nyumba ya moja wapo ya watoto wake. Leo yuko kwa Imam Hussein, kesho atakuwa kwa Imam Hassan, siku nyingine atakuwa kwa bibi Zainab, siku nyingine kwa watoto wake wengine. Basi usiku huu uliangukia katika nyumba ya Bi Zainab alayha salam, na Imam katika usiku huu aliletewa, bibi Zainab alimletea chakula. Chakula kilikuwa vipande viwili vya mkate wa shairi, na sahani kwenye kibakuli kulikuwa kuna maziwa ya mgando na chumvi. Imam akamwambia binti yake ya kwamba wewe wajua ya kwamba mimi sikuli kwenye meza yangu, sili vyakula aina mbili, kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye aliishi miaka yote na wala hakula vyakula viwili, bali alikuwa kila kitu kimoja. Basi akawa anamwambia kwamba je, unataka mimi niweze nikae zaidi kwenye hesabu mbele ya Mwenyezi Mungu katika kuulizwa yale niliyofanya? Basi binti yake kwa amri yake akaondoa mikate, maziwa yale, na akawa ametumia vitu kilichobaki. Basi Imam baada ya kula akikaa akawa ni mwenye kufanya ibada, kwa sababu ilikuwa pia ni usiku wa Lailatul Qadri pia vile vile. Akawa anamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini katika kumwabudu akawa amebebwa kidogo na usingizi, akamuona Mtume. Kisha akaamka, akawa anaelezea wanawe, akawaambia sasa hivi nimemuona Mtume kipenzi changu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nikawa ninamshtakia hali yangu, kwani watu wamemdhulumu, watu hawakujua haki yake. Muawiya ameanzisha vita na kupigana naye, wale wengine walipigana naye, walinyang'anya ukhalifa ambaye Mtume alikuwa amemchagua. Binti yake Mtume ambaye ni mkewe alikuwa ameuawa, na mengi watu walikuwa wamemfanyia na walikuwa hawatambui haki yake. Imam akawa anamshtakia Mtume. Mtume akamwambia ya kwamba basi muombe Mwenyezi Mungu, dua yako itakubaliwa, waombee kile unachotaka. Basi akainua mkono akamuomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, nibadilishie kwa kilicho bora zaidi yao, na wao wabadilishie kilicho shari na kibaya zaidi yangu. Alafu anasema pia akaamka. Alafu alipoamka, basi wakati ule alikuwa
akiingia kwenye chumba, akitoka nje, anatoka nje, anarudi ndani, anamwabudu Mwenyezi Mungu, lakini kila akitoka anatoka kuangalia huku kwenye bingu. Katika kutoka akawa anasema, wallahi, hakika wallahi, huu ni usiku nilioahidiwa, sikukadhibishwa wala sikudanganywa na sikudanganya. Huu ni kweli ndio usiku ambaye niliahidiwa na mtume wa Mwenyezi Mungu. Basi akawa anaingia, kisha akarudi kwenye ibada. Ghafla tena akabebwa na usingizi. Akiwa vile akamuona tena mtume. Alipoamka, akaamka kwa mshtuko. Wanayo akamuuliza, nini kimetokezea? Akawa anasema ya kwamba sasa hivi nimemuona mtume na ameniambia, karibuni, njoo haraka kwangu, karibuni utakuja kwangu, katika hizi siku 10 za mwisho utakuwa mgeni wangu. Basi watoto wake waliposikia hivi, wakaanza kuangua kilio. Bi Zainab wakawa analia, lakini yeye akawa anawatuliza, akamwambia, msiwe, subirini, kwa sababu ni kitu ambacho kimepangwa, lazima kifanyike. Basi akarudi kwenye ibada mpaka kufikia wakati wa asubuhi. Akamwambia, lakini binti yake akamwambia, itakapofia karibu na adhana nijulishe ili niweze kwenda msikitini. Basi ilipofika pale, binti yake akamjulisha, akawa atatoka. Lakini ajabu, alipokuwa akitoka kuelekea msikitini, kulikuwa kuna bata kadhaa waliokuweko, aliokuwa wamepewa zawadi huyu Bi Zainab. Wakawa alipotoka bata wale wakaanza kupiga makelele, na huku akishika nguo zake na joho lake. Imam Ali ni kana kwamba hawataki atoke. Imamu akawa anasoma maneno kama mashairi ya kwamba haya makelele ya bata haya yatafuatiliwa na vilio na kilio. Lakini akaweza kutoka. Alipofika mlangoni, ni kana kwamba kila kitu kinafahamu. Mlangoni msumari uliokuweko au misumari iliyokuweko ikawa imebana nguo zake, mpaka nguo zingine zikawa zimemwanguka. Ni kana kwamba zinajua kuna kitu kitatokea na kumzuia asije akatoka kupatwa na kitu hicho. Basi lakini akajifungua na kufunga nguo yake, alafu akatoka pake kwenye msikiti Masjid al-Kufa. Yeye alipoingia kwenye msikiti, jambo la kwanza alilofanya kama kawaida yake, alienda na kuadhini. Lakini adhana yake kwa siku hiyo ilikuwa ya ajabu. Iliingia sauti yake nzito, kwa sababu wa usomaji wake sauti yake ilikuwa ni sauti nzito. Sauti yake iliingia kwenye kila nyumba katika mji wa Kufa, mpaka kila mtu akawa anashangaa, leo kuna nini adhana hii? Na hali ya kuwa zamani ilikuwa watu pia hawatumii vifaa tunavyovitumia vya kutoa sauti, vya kupaza sauti. Basi sauti yake baada ya kuadhini, akawa akiwaangalia kama kawaida. Alikuwa akitembea kwenye msikiti, watu wale ambao hulala msikitini, akiwaamsha na kuambia, amkeni, saa za swala zimefika. Basi alikuwa akitembea, kisha mpaka kufikia huyu mal'un Ibn Muljim alikuwa ametayarisha upanga na akaweka sumu kwa pesa chungu nzima, akiwa anakusudia kumuua na kulipiza pia kisasi cha mwanamke ambaye alikuwa akiitwa Qutam, ambaye baba yake na ndugu zake walikuwa wameuliwa na Imam Ali katika vita vya Naharawan, vita vya Makhawarij ambao walikuwa wametoka katika utiifu wa Imam na wakawa wanataka kupigana naye, yeye katika waliouliwa na wale. Sasa huyu alipendana na huyu, akasema nataka kumuoa, akamwambia sharti ni muoe Imam Ali. Lakini kando ya hapo walikuwa wamekubaliana na watu wengine wawili walikuja mpaka huku ili kutekeleza jambo hili, na wenyewe walikuwa pia ni katika Mayahudi. Walikuwa wamekuja kutekeleza jambo hili la kumuua Imam Ali, na wale wengine wawili walikuwa wameenda sehemu nyingine. Yeye alikuja na watu wengine washirikiane katika ovu hili.
Basi alipofika pale kwenye, huyu alimpata akiwa amelala, na huku amelala kwa tumbo lake ameficha upanga ili asijulikane. Imam Ali akawa anamjua, lakini kwa vile hajatenda ovu hawezi kumhukumu. Akamwambia, ewe fulani, wewe fanya hivi, usilale kwa tumbo lako, kwa sababu huku ni kulala kwa shetani. Mashetani huwa ulala hivi. Basi inuka, kama ukilala, ukitaka kulala, lala kwa upande wa kulia au upande wa kushoto, au tuseme kwa mfano uwe umelala kwa kuelekea juu. Basi kisha akaenda Imam Ali, la haula wala quwwata illa billah. Imam Ali akaenda, akawa ni mwenye kufanya ibada, anaswali swala zake za mustahabat. Akiwa katika hali ya kuswali Imamu huyu muovu polepole alikuja kwa kujemelea, akawa amejificha nyuma ya nguzo huku Imamu hana habari na ya kwamba kuna mtu yuko pale. Imamu akamwacha huyu, kamwacha Imamu arukuu na kusujudu. Aliporudi katika rakaa ya pili, muovu akainua upanga wake na kuupiga kichwa chake Imamu. Wa waila wa imama, wa waila wa imama, wa sayyida wa madluma. Imamu akasema, fuztu wa rabbil Kaaba, hakika mimi nimefuzu kwa haki ya kwa naapa kwa Mola wa Kaaba, hakika huyu muovu mwana wa Kiyahudi amefanya kiovu chake. Wasayalamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun wal aqibatu lilmuttaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni ushhiduka annahu ما أصبح بي